meza ya Bwana na jinsi ambavyo Yesu wakiwa na mtume wake walifanya. Walienda akaweza kuonyesha jinsi ambavyo unyenyekevu ulivyo, na akaweza kutawadha miguu, na akaweza kuwatawadha. Alipofika kwa Simon Peter akamwambia kwamba hawezi kumtawadha, na mwisho tulipokuwa tukitoka nje tuliona ya kwamba alipoelezea Simon ya kwamba ana nafasi pamoja na yeye, Simon Peter akaweza kuona ya kwamba hawezi kupata nafasi nyingine ya kuweza kutokuwa na Yesu. Akaamua mpaka akamwambia sasa nioshe mpaka kichwa. Na sasa tumeona ya kwamba tumeenda nje, tumeweza kutawadha na tukatawadha miguu yetu kama jinsi ambavyo maandiko yanavyosema katika kitabu cha John 13, na tumesoma hayo yote, na sasa tumerudi tukiwa tumetawadha. Naomba kujua ama kuona wale wote ambao wameweza kutawadha kwa ishara ya mkono. Kunaye ambaye ametawadha ambaye ako nje? Kama hakuna, tutaendelea. Naona ya kwamba wote ambao wako hapa ndani wameweza kutawadha na tunaendelea na huduma hii ya leo. Naomba nisomewe katika kitabu cha Mathayo 26 mstari wake wa 26. Katika Mathayo 26 inasema hivi: nao walipokuwa wakila, Yesu alitoa mkate, akabariki, akaumega, akawapa wanafunzi wake, akasema, twaeni mle, huu ndio mwili wangu. Asante sana. Kumbuka nilikuwa nimesimulia pale awali ya kwamba walikuwa wanakula meza ya Bwana, na walipoweza kula ile meza inaitwa Last Supper. Walipokuwa wakihudumu na wakishiriki, Yesu aliweza kutoa mkate, na mkate Yesu aliyeweza kutoa si biskiti, si mkate ule ambao tunanunua pale dukani ambao uko na yeast. Aliweza kutoa mkate ambao leo hii tumeweza kuutengeza na uko hapa. Kwa hivyo naomba Deacon waweze kufanya kazi ile ambayo inafanya. Tutatawadha mikono kabla ili tuweze kufanya huduma. So huduma iendelee. Naomba tuweke wimbo. Tutaimba pale kwa moyo, nyimbo tamu za heri, na rohoni hatutaona tena haja ya kupumzika. Kitambo tu bado tutakutana ng'ambo pale. Kitambo tu bado tutakutana ng'ambo pale, kwa Baba yetu mkarimu. Tutatoa shukrani sana kwa kipaji cha pendo lake na baraka anazotupa. Kitambo tu bado tutakutana ng'ambo pale. Kitambo tu bado tutakutana ng'ambo pale. In the sweet by and by, we shall meet on the beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on the beautiful shore.
Tawala ndani yangu Yesu mfalme, tawala ndani yangu Yesu mfalme, uwe kwangu majibu kwa maswali yangu, uishi ndani yangu, uwe wako hekalu limetoa umelisafisha, imulike ndani, dunia iwe kimya, mwili sasa uwe mtumwa mtulivu wa kukutii tu, viungo vyake mwili vyote vikungoja, tayari vikuitwa kwenda kusimama, bila manunguniko au kulaumu au kusumbuliwa pasipo majuto. niwe na utulivu pasipo haraka, tayari kungojea maagizo yako, tawala ndani yangu Yesu. Mfalme, uwe kwangu majibu kwa maswali yangu. Wimbi la damu ya Yesu linatutakasa, wimbi la damu ya Yesu linatutakasa, aliumba kusudi tupate uzima. asifiwe sana, utakasa damu inasema kwangu, nasikia mvuto, inasema moyo wangu utakaswa nayo. Wimbi la damu naona naingia, Inatakasa, Bwana asifiwe sana, utakasa, utakaswa, naondoka kutembea kwa nuru ya mbingu, mavazi yamesafishwa, moyoni ni Yesu. wimbi la damu naona inaingia, natakasa, Bwana asifiwe sana, Utakasa, utakaswa, neema ni ya ajabu kutakaswa ndani, na kuwa naye Yesu tu wako na utengo, watania waliomwasi, cha kutisha kitambo kile Kristo ajapo, Bwana ajapo, Bwana ajapo, ndugu, Bwana ajapo, itakuwa jina
na sisi Bwana akija. Mfalme utupe neema, Sisi tunapokungojea, tusiogope kukuona ujapo Bwana. Bwana ajapo, ndugu, Bwana ajapo, itakuwaje na sisi Bwana akija. Naomba tuingie sababu huduma inaendelea, tuingie. Huduma inaendelea. Watu waingie, huduma inaendelea. kwa vile ukubalini bora afanye mapenzi yake nawe. Wataka raha katika ufalme wake, ungeshinda kwa maumivu yote, ungefanya kazi yake vizuri sana, awe mwongozi wako. Uwezo wake unakutosha, na damu yake itakusafi, kwa vile ukubalini bora afanye mapenzi yake nawe. Mkate wa mbingu mega kwetu, mkate wa mbingu Mkate wa mbingu mega kwetu, ulivyotoa kwa thenashara, katika kitabu takuona, moyo unateta kukutana. Neno la ukweli libariki, tusikie mwito wa upole, vizuizi vyote vitakoma, tena tutapata uungwana. Uzima na nguvu utanena, na kibiliza tukufuata, lakini mnyonge ndiye mimi, naye mshindaji ndiye wewe. Wavunaji watafurahi, wavunaji Wavunaji watafurahi pale watakaporudi, wakiyaleta mavuno hata Yerusalemu. Furaha wataipata, furaha hata milele. Furaha wataipata wakati wa mavuno, na siku ile tutaimba kumshukuru na kumsifu Bwana Yesu, mjumbe wetu kule Yerusalemu. Furaha wataipata, furaha
wavunaji watafurahi makaoni mwa milele yaliyowekwa tayari kule Yerusalemu. Furaha wataipata, furaha hata milele. Furaha wataipata wakati wa mavuno. 170. Sitafuti Sitafuti mali wala utajiri, sitafuti mali wala utajiri, nataka kwa yakini nipate Mwokozi, chuoni mwa ufalme niambie Yesu, jina langu yakini. Limeandikwaje jina langu huko kitabuni mbinguni? Limeandikwaje? Dhambi zangu ni nyingi kama mchanga, lakini damu yako Mwokozi yatosha. Kwani umeahidi zitakuwa nyekundu, zitakuwa nyeupe ilivyo theluji. Limeandikwaje jina langu huko kitabuni mbinguni? Limeandikwaje? Mji mzuri sana wa majumba makuu, walipo malaika, mji bila ovu, makaapo walio na mavazi safi. Limeandikwa sasa jina langu huko. Limeandikwaje jina langu huko kitabuni mbinguni? Limeandikwaje? Chunguza. Somo namba 10. Kristo wa neema yote imbisha moyo wangu. Kristo wa neema yote imbisha moyo wangu. Mifulizo ya baraka inaamsha shangwe kuu. Unifunze nikupende, nikuandame kote, moyo wangu ukajae furaha na tumaini. Namshukuru sana Bwana aniwezesha huku salama, aniongoza hata kule nyumbani. Yesu alinitafuta njiani mbali kwake, akatoa damu yake nipone hatarini. Kweli mimi mwiwa mkubwa wa neema daima, wema wako unifunge zaidi kwako Bwana, ili nisivutwe tena kukuacha emponya. Nitwalie moyo wangu uwe wako kamili. 1:13.
kwanza ati damu tuweze kupata somo la wana mkate wa mbingu Mkate wa mbingu mega kwetu, ulivyotoa kwa thenashara, katika kitabu twakuona, moyo unatweta kukutana. Neno la ukweli libariki, tusikie wito wa upole, vizuizi vyote vitakoma, tena tutapata uungwana. Uzima na nguvu utanena, na kimbiliza tukufu ata, lakini mnyonge ndiye mimi, naye mshindaji ndiye wewe. Tuamini na tuombe. Mfalme wa falme, Baba mkuu unaishi pahali patakatifu Yesu. Wakati umekupendeza Yesu, tunaposhiriki katika huduma hii ya Pasaka Yesu, ikiwa kielelezo Yesu, uka ndani ya mioyo yetu, uondoe uovu binafsi na utupe nguvu na uwezo wa kushinda ule mwovu Shetani. Tubariki katika huduma hii, Roho wako atawale, na katika jina la Yesu tunakuamini. Amen. Happy Sabbath once more. Happy day. Happy Sabbath. Naomba tuingie moja kwa moja katika huduma ya mchana wa leo, ambayo ni meza ya Bwana, na jinsi ambavyo Yesu wakiwa na mtume wake walifanya. Walienda akaweza kuonyesha jinsi ambavyo unyenyekevu ulivyo, na akaweza kutawadha miguu, na akaweza kuwatawadha. Alipofika kwa Simon Peter akamwambia kwamba hawezi kumtawadha, na mwisho tulipokuwa tukitoka nje tuliona ya kwamba alipoelezea Simon ya kwamba ana nafasi pamoja na yeye, Simon Peter akaweza kuona ya kwamba hawezi kupata nafasi nyingine ya kuweza kutokuwa na Yesu. Akaamua mpaka akamwambia sasa nioshe mpaka kichwa. Na sasa tumeona ya kwamba tumeenda nje, tumeweza kutawadha na tukatawadha miguu yetu kama jinsi ambavyo maandiko yanavyosema katika kitabu cha John 13, na tumesoma hayo yote, na sasa tumerudi tukiwa tumetawadha. Naomba kujua ama kuona wale wote ambao wameweza kutawadha kwa ishara ya mkono. Kunaye ambaye ametawadha ambaye ako nje? Kama hakuna, tutaendelea. Naona ya kwamba wote ambao wako hapa ndani wameweza kutawadha, na tunaendelea na huduma hii ya leo. Naomba nisomewe katika kitabu cha Mathayo 26 mstari wake wa 26. Katika Mathayo 26 inasema hivi: nao walipokuwa wakila, Yesu alitoa mkate, akabariki, akaumega, akawapa wanafunzi wake, akasema,
twaeni mle, huu ndio mwili wangu. Asante sana. Kumbuka nilikuwa nimesimulia pale awali ya kwamba walikuwa wanakula meza ya Bwana, na walipoweza kula ile meza inaitwa Last Supper, walipokuwa wakihudumu na wakishiriki, Yesu aliweza kutoa mkate, na mkate Yesu aliyeweza kutoa si biskiti, si mkate ule ambao tunanunua pale dukani ambao uko na yeast. Aliweza kutoa mkate ambao leo hii tumeweza kuutengeza na uko hapa. Kwa hivyo naomba Deacon waweze kufanya kazi ile ambayo inafanya. Tutatawala mikono kabla ili tuweze kufanya huduma. So huduma iendelee. Naomba tuweke wimbo kwaya. Tunatawala mikono kwanza. Naomba kwaya waeke ile wimbo yetu ya mkate. Kwaya. Agano la Bwana Yesu, alichukua mkate, akashukuru kuwaonyesha mwili wake uliotabishwa. Agano la Bwana Yesu, alichukua mkate, akashukuru kuwaonyesha mwili wake uliotabishwa. Mkate ndio mwili wake, tukumbuke mpaka arudi tena. Kwa hivyo tunasikia kwamba Yesu wakiwa wanakula akachukua mkate, ili mkate kama ile ambayo aliweza kuchukua, na huu usijali hatujafika kwa teknolojia. Kwa hivyo akachukua mkate kama huu, akashukuru. Alipoweza kushukuru, akaweza kuwapea waweze kula, sababu unalinganishwa na mwili wake. Kwa hivyo zote naomba ya kwamba tutaweza. Mkate huu ni mkate ambao umetengezwa katika ngano ambazo zimetoka katika shamba, na haina chachu yoyote. Ni mkate ambao ni mkate umepikwa speciali. Ni mkate ule wa kawaida kama chapati, lakini ukapikwa katika hali ambayo haijawekwa chachu, haijawekwa chumvi, haijawekwa chochote kile ambacho kinatia chachu katika maisha ya mwanadamu. Sababu mwili wa Yesu, unakumbuka ya kwamba ulikuwa ni mwili ambao ni mkamilifu na mtakatifu. Kwa hivyo haungeweza kuwekwa chochote kile ambacho kingeweza kuleta chachu katika maisha ama katika mwili. Kwa hivyo tunapiga magoti, tunashukuru sababu ya mkate ule. Mtakatifu mbate mbingu na nchi, na wote Kristo tunakushukuru kwa kutupa uongozi Kristo. Kristo, tunapo kutumia mkate ambao ni ishara ya mwili wako, tunakuomba Kristo, nenda kukutana na mahitaji yetu, nenda katusamea dhambi zetu na makosa yetu, ili Kristo tuweze kufanya jinsi ulivyotuahidi mfalme. Tuongoze na utulinde, na katika jina lako tuomba na kuamini. Amen.
Kwa hivyo akaweza kutoa ili uweze kutumika. Kwa hivyo nataka wakuje wale ambao wanahudumu katika mkate tuweze kuwapea ili waweze kupatiana. Agano tena Agano la Bwana Yesu, alichukua mkate, akashukuru kuwaonesha mwili wake uliotabishwa. Agano la Bwana Yesu, alichukua mkate, akashukuru kuwaonyesha mwili wake uliotabishwa. Mkate ndio mwili wake, tukumbuke mpaka arudi tena, mpaka arudi tena, mpaka arudi tena, mpaka arudi tena, mpaka arudi tena. Kuna yeyote ambaye alikuwa atumie na hajaweza kupata kwa ishara ya mkono iweze kufika? Kuna yeyote ambaye alikuwa atumie na hajaweza kufika kwake? Kwa hivyo tutashukuru kisha tutaweza kutoa. Tunatumia correspond Mkate wa mbingu mkate wa mbingu mega kwetu, ulivyotoa kwa tenashara, katika kitabu twa kuona, moyo unatweta kukutana. Neno la ukweli libariki, tusikie mwito wa upole, vizuizi vyote vitakoma, tena tutapata Bwana. Uzima na nguvu utanena, na kimbiliza tukufuata, lakini mnyonge ndiye mimi, naye mshindaji ndiye wewe. Asante. Mstari wa 17 inasema hivi: hata siku ya kwanza ya mkate isiyotiwa chachu, wanafunzi wake wakamwendea Yesu wakamwambia, ni wapi utakapo tuandalia ili tule Pasaka? Kwa hivyo Pasaka hii ya leo ni ya mikate ambayo isiyoweza kutiwa chachu. Chachu ambayo tunaona leo hii inalinganishwa na tabia mbaya na inalinganishwa na mambo yale ambayo hayafai katika maisha ya mwanadamu. Kwa hivyo kile ambacho Yesu wako anataka katika maisha ya mwanadamu, wakati ambapo tunashiriki mwili huu wake na wakati ambapo tunakula meza ya Bwana,
tunakumbuka ya kwamba sisi tu wasafiri, sisi tu wapitaji katika njia ambayo Yesu aliweza kupita. Ndio maana yake tunapoweza kushiriki katika mwili wake na tunapoweza kushiriki yale yote aliyoweza kupitia, tunashiriki tukijua ya kwamba tuko na safari na tuko katika safari ya kufanya utakatifu na yeye. Tunakuwa sana tunajichunga katika maisha yetu, katika mienendo yetu tunajichunga. Tunakaa wakati wote tunaomba Mungu sababu ya majaribu. Sababu Yesu alipoweza kumaliza kufanya mambo haya yote, unakuta ya kwamba yule muovu akamchukua. Kwa hivyo utakapoweza kutoka hapa, usifikiri ya kwamba umeweza kushinda dhambi, lakini utakuwa ya kwamba yule muovu atakuwa pamoja na wewe. Na sasa kazi ile ambayo tutakuwa naye sana ni ya kuweza kujitoa na kuweza kujipatiana kwake Yesu. Tukimuomba, tukimulilia sana ili aweze kutuelekeza maisha yetu na miguu yetu, ili mambo yote yakaweza kuwa yanaenda katika njia ile ambayo inafaa. Kwa hivyo tusomee katika mstari wa 27. Katika Mathayo 26:27 inasema hivi: akakitoa kikombe, akashukuru, akawapa akisema, nyweni nyote katika hiki, kwa maana hii ndiyo damu yangu ya agano, imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Kwa hivyo akaweza kukitoa kikombe, akashukuru. Na alipotoa kikombe alishukuru, akasema ya kwamba hii ndiyo damu yangu ambayo imwagikayo kwa wengi. Damu yake iliyoweza kumwagika msalabani. Kumbuka aliweza kuwa mwenye haki na aliweza kudungwa katika miguu yake na katika mikono yake, na akaweza kudungwa ili sisi tuweze kupata wokovu. Kwa hivyo akachukua kikombe, akashukuru, akasema ya kwamba twaeni mnywe. Naomba ya kwamba tuweze kuomba sababu ya kikombe. Piga magoti. Tunakuja tena miguuni pako Kristo mtakatifu mwenye haki, ambaye unastahili sifa zote. Ndio maana yake tunasema ya kwamba kila wakati ni wewe. Wakati mwema tunafahamu na kujua ya kwamba tuko katika kufikiri jinsi ambavyo mwili wako uliweza kutaabishwa. Na sasa kikombe hiki ambacho kiko mbele zetu, tunapoenda kukishiriki, tunashiriki tukijua ya kwamba kinalinganishwa na damu yako. Na ukasema ya kwamba hutaweza kunywa katika mazao haya mzabibu. Kwa hivyo kilikuwa kinatengezwa na zabibu. Kristo, tunaomba ya kwamba kikombe hiki ambacho tumetengeza katika hali ya mzabibu, tunapoweza kukitoa kiweze kuwa ni ishara ya damu yako na jinsi ambavyo uliweza kusulubiwa msalabani. Maisha yetu yamekuwa na changamoto mingi, tunaomba ya kwamba ukaweze kutuongoza na kutuelekeza. Roho wako Mtakatifu akajae juu yetu ili aweze kutuongoza katika kota ambayo ijayo. Wema wako ututoshe tunapokishiriki katika Kristo, tunaomba na kuamini. Amen. Kwaya. Kwa hivyo tunapoendelea, akachukua kikombe na akaweza kuwapea, akasema twaeni mnywe, inalinganishwa na damu yangu. Kwa hivyo tunapoendelea, kwaya waendelee. Agano la Bwana Yesu alichukua kikombe, akashukuru kuwaonyesha damu yake iliyomwagika. Agano la Bwana Yesu alichukua kikombe, akashukuru kuwaonyesha damu yake iliyomwagika. Kikombe ndicho
Nikupendicho damu yake, tumkumbuke mpaka arudi tena, mpaka arudi tena, mpaka arudi tena, arudi tena. mpaka arudi tena. Kuna yeyote ambaye alikuwa atumie hajaweza kupata kwa ishara ya mkono? Kuna yeyote ambaye alikuwa atumie hajaweza kupata? Fiona ako wapi? Fiona. Apewe kipasa sauti. Hitaji kila saa, unilinde kila saa. Asante. Mstari wa 30 inasema bado Matthew 26 verse 30 Anasema, nao walipokwisha kuimba wakatoka nje kwenda mlima wa Mzeituni. Ndipo Yesu akawaambia, ninyi nyote mtachukizwa kwa... Nataka hapo 30 peke yake, kwa hivyo rudia 30 peke yake. 30 nasema, Yes. nao walipokwisha kuimba wakatoka nje kwenda mlima wa Mzeituni. Asante sana. Maandiko matakatifu yanasema ya kwamba nao walipokwisha kuimba wimbo kama jinsi ambavyo tumeiba, wakatoka nje kwenda mlimani wa Mzeituni, na wakaweza kutoka nje kwenda mlimani wa Mzeituni. Sasa sisi sababu hatuna mlima wa Mzeituni, tutaimba wimbo, kisha chorista, tutakuwa na ushuhuda. Nataka kuona ni wangapi ambao wako na ushuhuda, sababu ushuhuda naye ni kitu ya muhimu sana katika kile ambacho tuko nacho, na ambapo tunaona ya kwamba Yesu ametuongoza katika kota yote. So wangapi ambao wako na ushuhuda? Wangapi wako na ushuhuda? Yes, ushuhuda. Tuko na mtu mmoja ako na ushuhuda, tuko na mwingine ako na ushuhuda pale. Ushuhuda moto kwa vijana. So nawapea vijana wawili ushuhuda walio ndani. Sijui kama hii pale nje sijaona mtu ako na ushuhuda. Kwa hivyo mic ianguke kwa mwenye ako na mic atoe ushuhuda. Okay, praise God church. Yangu ni kumshukuru Mungu kwa kunijalia afya nzuri pia na kuniongoza. Nimekuwa mwanafunzi hapo Kirua Technical kwa muda wa miaka 2, nimeweza kuhitimu vizuri. Nashukuru kwa maana ameweza kuniongoza hata kama kulikuwa na changamoto hapa na pale, naweza kunisaidia nikaweza kuziovercome. Mungu awabarikiwe. Amen. 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 So last Saturday nilikuwa nimerequest kitu. For now tuliseme hakuna yenye Mungu hawezi. Amen. So for now maombi amefanya kazi. So my mother now hakuna kitu hawezi fanya. So ya Mungu ni asante. Amen. Be blessed. Amen. Pia mimi nami niko na ushuhuda, sababu hata mimi singeachwa nyuma, ya kwamba Mungu amesimama pamoja na mimi, amekuwa ameniongoza na kunielekeza. Hakika nimeona mkono wake ukifanya mambo makuu yale ambayo mimi nilikuwa naona ya kwamba siwezi. Bwana akanishika mkono na akanipeleka mbali sana nje, nikaenda Dubai, nikatembea China, na hakika Mungu amekuwa pamoja na mimi. Nimeona mengi na ya kushangaza, hata sijui fedha zilitoka wapi, lakini unapomwamini hakika atakutendea. Kama amenitendea mimi, nilianza maisha na shilingi 50 bob. Amenitendea hayo makubwa, na hakika
Jina lake lihimidiwe milele. Amen. Mbarikiwe nyote. Asante kwa maombi ambayo mliniombea sana. Asante kwa mengi na makuu ambayo tutafanya tukiwa pamoja na nyinyi. Naona maelekezo lakini sijui maelekezo wapi. Naona ya kwamba niweze kuachia pale. Kwa hivyo Bwana awabariki. Mama Kombuzo kuna ushuhuda. Niseme na shukuru Mungu sana. Kuna jambo nilikuwa nifanye. Kuna jambo nilikuwa nataka kufanya kamradi kidogo. Nikajaribu Agosti ya mwaka uliopita ikashindikana. Nikajaribu mwezi wa 3 na kila kitu niko nazo lakini nashindwa. Lakini mwezi huu wa 8 nilifanya. Amen. Amen. Kwa hivyo naona watu wanaanza kuchemuka wakati ambapo tumemaliza. Wasichemuke wengine. So acha tuachie hapo. Naomba ya kwamba tuende na amani ya Bwana. Bwana atuonekanie katika maisha yetu, atuonekanie sasa na atuonekanie mpaka milele, na tusisahau ya kwamba tunatoaga sadaka ya shukrani sababu ya msamaria mwema na sababu ya yale Mungu ametutendea. Kwa hivyo ningeomba Deacon atupangie hapo tuweze kutoa kitu tunapoweza kutoka, na tunapoweza kutoka watu wasiende nyumbani sababu tuko na chakula kingi sana. Kile tuko nacho tutagawa, tutakula na kitatosha na kitabaki. Haleluya. Amen. Barikiwe sana, neema ya Bwana iwatoshe. Amen. Bwana awe pamoja na nyinyi. Amen. Asante sana. Naomba wote watoke nje ili tuweze kupanga hapa nje. Tutoke hapa.